Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, mara baada ya kile ambacho Young Africans sasa wameanza kuwatikisa. Hapa nazungumzia kile ambacho kimeweza kutolewa leo. Busara imeanza kuombwa itumike mara baada ya klabu ya soka ya Young Africans kwenda kasi kupeleka malalamiko yao juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea. Hatimaye watu wameanza kutoa siri za ndani ni kuhusiana dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa kwake. Mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli. Yapi hayo ambayo yameweza kujili kwa siku ya leo? Nimekusogezea hapa kwa sababu faili zima lote ninalo hapa kwa kile ambacho kimeweza kujili. Utakwenda kujua hatima ya Young Africans. Je, watakwenda kufanikiwa kuhusiana na kuweza kupata hizo alama tatu na mabao matatu mbele ya mahakama ya usuluhishi kasi? Tutakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, acha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa no subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yamezidi kuwa ni mambo kweli kweli. Hatimaye leo hii hapa nazungumzia bodi ya ligi wameweza kufunguka kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Unaambiwa mambo yameweza kuvuja huko kuhusiana na kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuzungumzwa juu ya yale ambayo yanayoendelea, ambapo inaelezwa kile ambacho kimetokea. Steven Mguto, huyu ni mwenyekiti wa bodi ya ligi, akiweza kuweka mambo hadharani na kuweza kuzungumza juu ya busara kwenda kutumika. Unaambiwa kwa kifupi, bodi ya ligi iliahirisha dabi ya Kariakoo ili kuepuka kuishusha Simba daraja. Kwa nini? Unaona bana, iwapo tutakubaliana kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, ni kwamba kanuni zipo, lakini hekima na busara inabidi zitumike ili kulinda amani ya nchi. Mguto kasema malezi ya Simba na Yanga yalikosewa tangu huko nyuma, ndio maana wanasumbua mpaka hii leo katika kusimamia kanuni na taratibu. Mzee akauliza, ukisema uishushe daraja Simba au Yanga itakuwaje? Baba akasema mechi ilibidi iahirishwe ili kuepusha kuishusha timu daraja. Kwa kifupi, iwapo taratibu na kanuni zingezingatiwa, tafsiri yake mnyama angeshushwa daraja. Watu mnazunguka sana, mnakisha kusoma vifungu, kumbe watu wametulia kwa hofu ya kumwadhibu mkubwa mmoja. Swali langu la msingi, je, kama Simba na Yanga zinatengenezewa uspesho katika ligi yetu, je, ikiko wapi haki kwa klabu nyingine zinazoshiriki hii wanayoita ligi? Tunachoamini mpira unakuwa na mabadiliko mengi ya kikanuni na sheria yanajitokeza. Je, tukisema kuwa viongozi waliopo hawatoshi kutuvusha kutoka hapa tulipo na inabidi waje wengine ambao wataendelea na kasi ya mabadiliko, tutakuwa tunakosea? Unaona bana, ikitolewa kauli hiyo kwamba kwa kifupi Yanga imegeuka kuwa kicheko kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Mguto. Unaona bana, alipokuwa akiweza kuelezea leo hii kuhusiana na sakata hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amesema tayari wamejibu barua ya Yanga na hawana mamlaka ya kuwazuia kwenda kasi. Lakini kama wameenda kasi kwa kipindi hiki ambapo hawajasema kuwa hilo swala limeamriwa vipi, itakuwa ni kitu cha kuchekesha.
ukisisitiza kuwa maamuzi ya mwisho ya bodi ya ligi bado hayajatolewa, ukiamini kuwa suluhu inaweza kupatikana kupitia vikao vya ndani. Ameeleza kuwa busara na hekima zinapaswa kutumika ili kila upande urizike badala ya kupeleka suala hilo nje ya nchi. Unaona bana, yani inaonekana hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa ni kama bodi ya ligi bado haijatoa maamuzi, kwa mujibu wa kauli ya mzee Steven Mguto, akisema ya kwamba wanataka wakae vikao vya ndani ili kuleta maridhiano kabla ya Young Africans ambao wamekimbilia kwenda nje ya nchi, ambako ni kasi ambako inapatikana Uswizi, kwenye mahakama ya usuluhishi kwa kile ambacho kilitokea. Unaambiwa kilichotokea kwa Simba sio kesi kubwa kuliko ile Yanga kugomea mechi ya mwaka 2021. Sheria zingefuata, wananchi wangeshushwa daraja. Unaona bana. Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto, amedai kuwa kilichotokea kwa Simba sio kesi kubwa kuliko ile ya Yanga kugomea 2021 kukubali muda wa mchezo kubadilishwa. Mguto amesema kama bodi wangefuata sheria, inapaswa Yanga washushwe daraja kabisa. Wanangu, kaeni kwa kutulia. Unaona bana, kila mmoja amekuwa akiendelea kuzungumza la kwake kwa kile ambacho kinachoendelea. Unaambiwa tuwe unaona bana, hekima na busara ndio zinazoendesha ligi kuu ya Tanzania kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Mwisho wa msimu tunatafuta bingwa kwa kutuwakilisha kimataifa, kati ya mshindi kutoka ligi itakayoendeshwa kwa hekima na busara, ambapo huko tutampata kati ya Simba au Yanga, na upande mwingine bingwa kutoka ligi itakayoendeshwa kufuata utaratibu na kanuni. Unaona bana, kinachoendelea ni kwa sasa Young Africans wamegoma kutumia hekima na busara. Wanachokitaka ni kanuni zifuatwe, huku klabu ya Simba yenyewe ikitaka hekima na busara ndio zitumike. Mambo yanazidi kuwa ni mambo kweli kweli juu ya sakata hili, ambapo bodi ya ligi yenyewe ilisema ya kwamba haijatoa hapa nazungumzia chochote ama kuwajibu Young Africans juu ya barua yao ya kutaka alama 3 na magoli 3. Wenyewe wanachokihitaji Young Africans ni kuweza kupatikana hicho ambacho kilichoweza kupatikana. Wakitaka kuweza kupata hayo, hapa nazungumzia magoli yao 3. Lakini bodi ya ligi yenyewe inasema ya kwamba bado maamuzi hayajatolewa. Kwa hiyo Young Africans kwenda kasi ni kama wamewahi sana vile, kutokana na kwamba inabidi kwanza wasikilizie yale ambayo yanaendelea. Lakini ukitizama hizi kauli za viongozi ni kana kwamba zinachengana. Jana nilikuletea story kuhusiana na hapa nazungumzia afisa habari hapa wa bodi ya ligi Aboimanda, aliposema ya kwamba wenyewe hawajaijibu Young Africans barua yao, na kwamba wenyewe mpaka sasa wapo wanaangalia namna ya kuweza kufanya utaratibu wa mechi kurudiwa. Lakini ukisikiliza hapa anasema bwana Steven Mguto ni kwamba wanataka wakae vikao vya ndani ili kuleta maridhiano. Sasa huyu anatangaza tarehe, huyu anasema bado kuna maridhiano. Vipi unatangaza tarehe alafu mwenzako anakuambia kwamba hiyo tarehe yeye hachezi? Unaona bana, inakuaje? Watu tena wanajiandaa kutoka safari za mbali kuja kuitizama dabi ambao tena haitokuwepo. Ni swali ambalo linapaswa kuweza kutolewa majibu mapema kabla ya tarehe hiyo ambao anakwenda kutangazwa. Yani ijulikane ya kwamba kama ni Young Africans wanagomea kucheza mchezo huo, TFF na bodi ya ligi iweze kujua mapema kabisa nini cha kwenda kufanya, kuliko kuwatoa mashabiki kutoka pande tofauti Tanzania na nje ya Tanzania kuja kushuhudia dabi ambayo kutakuwa na mmoja. Unaona bana, kama ilivyokuwa katika Machi 8, watu wakapoteza gharama zao, watu wakaandaa vitu vingi, wafanya biashara wakapoteza fedha zao kwa ajili ya kuweza kuweka bidhaa zao katika dimba la Benjamin Mkapa, alafu watu wakatokomea. Vipi sasa tarehe hiyo ambao watakwenda kuipanga, ambayo bodi ya ligi wanatafuta nafasi ya kuweka mchezo huo? Je, unadhani ya kwamba Young Africans watakubali kutokea, au ndio wanakwenda kuwatia hasara mashabiki wa ligi kuu ya soka Tanzania bara? Tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo yatakayokwenda kujili katika sakata hili, kwani kila kukicha linazidi kuchukua sura mpya. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa ni Wina Media katika mwendelezo wa